Mimi nataka kuuliza Bwana Mwakyamwa, Mungu Mwenyezi anakufa? Akichukua Kristo anakufa. Nauliza, Mungu Mwenyezi anakufa? Narudia, akichukua nafasi ya Kristo anakufa. Haya, sasa Mungu Mwenyezi aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja na Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo, ni nani aliyekufa? Aliyekufa ni Kristo, sio Mungu Mwenyezi. Narudia tena, huyo Mungu Mwenyezi kwenye nafsi yake ya Kristo ndio iliyokufa kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17. Sasa neno Mungu Mwenyezi pa. Naomba andiko Mungu Mwenyezi ambaye ni Yesu Kristo anakufa. Narudia tena, nimekuambia aliyekufa ni Kristo. Sasa unauliza kwamba eti Mungu Mwenyezi amekufa, wakati ndicho nimekukatalia. Kwa hivyo ungeniuliza, je, unalo andiko Kristo alikufa? Mimi sikatai Kristo alikufa, ile najua ya kwamba Mungu Mwenyezi hafi. Je, Yesu Kristo ndiye Mungu Mwenyezi? Kwa jina la jumla ndiyo, ila nafsi yake ana nafsi moja inaitwa Kristo. Kwa hivyo ni mwana. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ambaye ni Kristo alikufa. Narudia tena, nimekuambia ukisema Mungu Mwenyezi hapo unahusisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini nafsi iliyokufa ni ya pili ya mwana ambayo inaitwa Kristo kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17. Kwa hivyo lakini baada ya kufa, alipofufuka, amerudi katika utukufu wake. Kwa hivyo ndio atakayekuja Mwenyezi. Kwa hivyo kati ya Baba, Mwana na Roho ni nani Mungu Mwenyezi? Baba, Mwana na Roho ndiye Mungu Mwenyezi, El Shaddai. Nani alikufa? Kristo. Mwana au Roho? Kristo. Kristo ni mwana au Roho? Kristo ni mwana. Mwana alikufa? Ndiyo. Ni Mungu Mwenyezi? Ni Mungu Mwenyezi, lakini kwenye aliyechukua mwili uliokufa unaoitwa Kristo. Mungu Mwenyezi anakufa? Angalia sasa, narudia tena, usijifanye uelewi ninachojibu. Nimekwambia unaposema Mungu Mwenyezi, yani ni sawasawa kwenye familia yenu wenye kina Gatiba wote mfe, lakini wewe yani wote wawe hai, lakini wewe kwa sababu fulani inatokea kwamba wewe umekufa. Ndio kinachosababisha hapo, lakini haimaanishi kwamba wewe sio Gatiba. Kwa hivyo mimi katika ule uungu ndio pale ambapo tunasema Kristo alikufa. Sasa swali, je, huyu Kristo sio Mungu? Ukikuwa unauliza hiyo swali kwamba hivi Kristo sio Mungu, nibebe vitabu hapa nikuthibitishie Kristo ni Mungu. Hapa tunaongelea habari za Mungu Mwenyezi. Asante sana. Sasa mimi nikauliza, Mungu Mwenyezi anakufa? Narudia tena, ukisema Mungu Mwenyezi anakufa, kwa sababu ukishasema Mungu Mwenyezi kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sawa. Sasa aliyekufa ni Mungu Mwenyezi au ni mwana? Aliyekufa ni mwana. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi hakufa. Ndacha mimi naomba unijibu swali. Wewe ungesema hivi. Naam. Katika hiyo uliyosema Mungu Mwenyezi kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, katika Mungu Mwenyezi aliyekufa ni nani? Mbona nimesha kujibu na maandiko. Kwani Mungu Mwenyezi ni wangapi? Mungu Mwenyezi ni jina au ni sifa kuu ya Mungu. Nauliza, Mungu Mwenyezi ni wangapi? Ni mmoja, ambaye ndani yake kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ni wengi? Ni mmoja. Ndani yake kuna wangapi? Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi hizo. Baba ni mwana? Baba sio mwana. Roho ni mwana? Sio mwana. Lakini wote ni Mungu Mwenyezi. Katika ile jina kubwa ni Mungu Mwenyezi, lakini kila mmoja akiwa na jukumu lake. Kwa hivyo Baba, kwa maana atakayekuja, hata wewe hapa mpaka tunataka kwenda kumaliza, hutatoa aya kwamba Baba ndio atakayekuja ili awe Mungu Mwenyezi. Lakini maandiko yanasema Mwana ndio atakayekuja ambaye ndiye Mungu Mwenyezi. Haya, Biblia inasema ya kwamba katika Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 16. 6 mstari wake ni wa 16, inasema hivi: ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Naongelea hapa kwenye kipengele Mungu Mwenyezi. Kuna mwanadamu amewahi muona? Mungu Mwenyezi hajaonekana. Yesu amewahi onekana? Baada ya kuchukua mwili alionekana na umbo kama mwanadamu. Na Mungu Mwenyezi hajawahi kuonekana kwa sababu yuko katika roho. Lakini Yesu hajawahi. Yesu hajawahi kufanya nini sasa? Yesu hajawahi kuonekana. Alipochukua mwili
akaonekana. Kwa hivyo Yesu alionekana. Yohana 1:14, baada ya kuchukua mwili. Kwa hivyo nasi neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Lakini Mungu Mwenyezi hajawahi kuonekana, kwa sababu amekaa katika utukufu wake. Na hizo kwa maana nafsi ya Kristo ilibidi ije ili kuja kumfunua Mungu, ili Mungu aitwe Emanueli. Haya, sasa tunarudi katika Ufunuo 1 mstari wake ni wa 5. Hapo sasa ndio tunakaa hapo tumalize. Katika mstari wa 5, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia yote, atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Swali sasa, inasemekana ya kwamba huyu Yesu shahidi aliye mwaminifu ametuleta kwa Mungu ambaye ni baba yake. Kwa hivyo Yesu, Mungu Mwenyezi ni baba. Hapo unaongeza Mungu Mwenyezi. Soma kilichosoma hapo. Si tumeanzia mstari wa 4. Anzia mstari wa 4 anasema hivi. Anasemaje? Yohana, hapa tu tunasoma wote ili uone ninachokuambia. Haya basi tunasoma wote. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Kiti cha Mungu Mwenyezi iko hapa. Kidogo tu. Sema haipo kwanza. Kidogo hapa kwani huyu mwalimu hapa haipo. Kidogo mwangemo tafadhali. Hapa Biblia maneno. Kidogo siwe ni msomi maana. Kwa nini ugana nani? Tukifika hapa mwangemo hapa inasema hivi kidogo tu. Najua kuna watu wanatufuatilia. Wacha tunaongea na wewe. Usiseme watu wanataka hivi. Wacha watu watakachosema. Watu wanatakiwa watenganishe kwamba neno limesema nini, alafu hili nililoongeza kutoka mdomoni ni lipi. Mwangemo. Asante. Mstari wa 8 anasema aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja. Ni Mwenyezi ama si Mwenyezi? Ni Mwenyezi. Kwa hivyo aliyeko na aliyekuweko ukiona mahali ni ni Mwenyezi. Turudi mstari wa 4. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Ukiona aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja ni Twende tusome mstari wa 7. Ni Soma mstari wa 7 sasa utujibu. Sitaki mimi nijibu kwa akili zangu. Sasa mwangemo soma mstari wa 7 sasa. Sio niuliza swali na acha. Wewe unanisumbua akili. Sikusumbui. Sikiliza kwanza. Unajua mimi ni soma Ufunuo wa Yohana 1:7 ili tujue kuanzia 4 muktadha unamhusu nani. Twende mstari wa 7. Mimi nilikuwa nataka tusome alafu tuteremke. Sasa ili tuteremke hapo hapajasemwa chochote. Tuendelee kuteremka. Haya sasa tuende basi. Haya, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kile kiti cha enzi. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Sasa swali malizia haya, malizia. Na kila jicho litamuona. Na kila jicho litamuona. Tulikuwa mstari wa 7, litamuona. Na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Asante sana. Kwa hiyo ulipokuwa nakuuliza swali wa kutoka mstari wa 4, mimi nakuuliza swali. Mstari wa 8 utaniuliza wewe, usiuko na dakika zako utaniuliza. Sina kujibu sasa. Nimeuliza nini? Haya.